Tumpokee kwa shangwe Kilimo Vigelegele. Tumpokee ndugu mgombea anaingia sasa. Lakini wananchi hawa wanakupenda sana, wako tayari kusikiliza unachotaka kuambia, lakini matumaini yao yapo kwako. Karibu sana uzungumze nao na uweze kuomba kura. Karibu sana. Nimesimama hapa kwa heshima na taadhima zote, na leo ni siku ya uzinduzi wa kata yetu ya Kilindoni, lakini tutapita kama ratiba ilivyokuwa tumeiandaa kila kitongoji. Kwa kuwa leo ni siku ya uzinduzi na ndio maana wageni walikuwa wengi. Unajua, nafasi ya udiwani ni nafasi ya uwakilishi wa wananchi. Kwa hiyo sauti ya wananchi nimeibeba mimi kama diwani mwakilishi wa wananchi wa Kilindoni. Kwa hiyo kwa ufupi, ndugu zangu wa Kilindoni, mjenge matumaini makubwa na mimi. Naomba mniamini, naomba tuvunje yote makundi, tuhakikishe tunaijenga Kilindoni yetu. Maana ya kuwa kiongozi ni kuunganisha watu, sio kutenga watu. Kwa hiyo cha msingi, kipaumbele changu kikubwa cha uongozi katika nafasi hii ya uwakilishi, kuhakikisha utawala bora unakamilika. Lazima kila mmoja mwenye nafasi yake ya uongozi ajue majukumu yake. Sio umechaguliwa wewe ukawa hujui majukumu yako. Tutapeana mafunzo kama mlivyosema hapa. Mimi ni kada mzuri na kiongozi mzuri, naelewa kila mmoja aibebe nafasi aliyoiomba. Serikali imetutengezea mfumo mzuri kabisa wa uongozi. Tuna wenye viti wa vitongoji, hivyo tujue mwenyekiti wa kitongoji kazi yake nini. Leo tuna serikali ya kijiji, kazi yake serikali ya kijiji nini? Leo tuna udiwani kazi yake nini? Leo tuna mbunge, kazi yake nini? Rais yeye aumize kichwa kwa ajili ya kutuletea sisi maendeleo. Leo atuletee mabarabara, atuletee maji, umeme, alete viwanja vya ndege, alete kila kitu. Aumize kichwa tena mbunge mwakilishi anaenda kutuombea vitu ambavyo hivi tunavyoviona, tunavyovisifia. Basi na sisi kama madiwani tukae tena, aje kiongozi kutoka ngazi ya juu kuja katika kata yetu ya Kilindoni, mwananchi akawa ananyoosha kidole kuuliza swali au kutoa kero ambayo tunaweza kuitatua sisi wana Kilindoni. Leo mtu ataonyesha kidole kwa kiongozi ambalo mwenyekiti wa kitongoji anaweza kulitatua lile. Leo serikali ya kijiji inaweza kulitatua lile, kwa sababu serikali ya kijiji ni serikali na ina kamati zake 3. Kuna kamati ya maendeleo ya jamii. Tuiulize hii kazi ya maendeleo ya jamii kazi yake nini au jina. Lakini tuulize kamati ya ulinzi
kazi yake nini? Lakini tuulize kamati ya fedha, kazi yake nini? Leo katika nafasi ya udiwani ya wakilishi, unapoiona halmashauri ya wilaya, ndivyo ilivyo ODC katika uongozi huu wa udiwani katika kata. Kata tunaye mtendaji kata, sawa sawa na kazi anazozifanya mkurugenzi, yeye ndio mwakilishi wake. Lakini tumepewa wataalamu tunao ambao wa idara zote kama zilivyo halmashauri na kwenye kata tunao, mpaka polisi kata tunaye. Leo tuna mabaraza ya ardhi ya kata ya vijiji, leo tuna kamati mpaka za shule tunazo. Iweje tushindwe aje kiongozi wa ngazi ya wilaya au mkoa kuja kusikiliza kero, mwananchi akaonesha kidole kusema mbuzi wangu amekula miogo sijui hivi? Kwa hiyo hayo mimi kwangu nayapa kipaumbele. Nawaambia wananchi wa Kilindoni, kila mmoja atabeba jukumu lake. Tunataka tumuone afisa maendeleo, ndiyo mtaalamu tunaomtegemea, amepewa idara, ameajiriwa na halmashauri yetu, basi tuone matunda yake. Leo tunakuja katika kijiji, kuna kamati ya maendeleo ya jamii. Hii kamati ya maendeleo ya jamii, tuone kazi ya maendeleo ya jamii. Lakini utakuta kiongozi wa kitongoji ambaye tumemchagua wananchi anafatwa kwa matatizo ambayo anaweza kuyatatua, lakini anamsukumizia nenda kwa diwani, nenda kwa mbunge. We kazi yako kaka nini? Hiyo ni serikali na umepewa uunde kamati, na kamati unayo. Leo linakushindaje? Leo akija mgonjwa anaumwa, anakuja kwako mwenyekiti wa kitongoji, unamsukumizia diwani. Diwani ana nini? Leo utamsukumizia mbunge ana kitu gani? Tukae pamoja tuhakikishe hii kamati ya huduma za jamii kazi yake nini? Mimi nilipokuwa mwenyekiti wa kijiji tukisomesha watoto, leo tulikuwa sisi kama kamati ya huduma za jamii, nilipokuwa kijijini tulikuwa tunatibu wagonjwa ambao wanashindikana, tunawasafirisha kwenda Dar es Salaam. Mtu anakujia mgonjwa anaumwa hivyo, wewe kama kiongozi na umetaka uongozi, iweje ushindwe na yeye mwenyewe ajue kwamba kiongozi wangu kashindwa hili? Kwa hiyo tumia nafasi ambayo uliokuwa nayo uhakikishe kwamba matatizo ya wananchi wetu yanatokana na huduma zetu. Leo mtu ana mgogoro mdogo tu wa eneo, basi anasubiriwa mkuu wa wilaya aje, anasubiriwa mkuu wa mkoa aje. Maana kuundwa yale mabaraza ya ardhi ya kijiji ya kata, kazi yake nini? Basi afutwe kama hana kazi. Kuna mikakati ambayo mimi nimeipanga, naomba msinichoke, viongozi wangu wa vitongoji, wa vijiji, pamoja na wataalamu tunawategemea, ndio watusaidie katika shughuli zetu zote za maendeleo ya jamii katika kata yetu. Isiwe kero mkaona kwamba Kijuju atakuja kutuharibu. Kijuju anaendesha mambo haya. CCM oye! Wallahi muda mwingi wameutumia wenzangu, lakini nafikiri mmenielewa kwa meseji ndogo tu. Tutapitia CCM oye! Lakini wallahi hapa kuondoka bila kutamka neno japo moja, mzee msomi. CCM oye! Mnamuona Kijuju, mnamtambua, mtampa kura. Ndugu yangu, namshukuru sana Mheshimiwa Kijuju, kiongozi mzuri. Mimi namfahamu, niko karibu naye sana. Ni mtu hajivuni, halingi wa usiku na mchana.
tumjazie kula Kijuju tuone maendeleo. Asante sana. CCM oye! Yaani nimeonesha mfano kidogo tu. Hapa wamekuja wakilishi wa kila aina, wazee, wafanyabiashara, kina mama, sijui nani, wamekuja hapa. Lengo kubwa muone picha kwamba hawa ndio tutakaofanya nao kazi. Haya ndio makundi ambayo nimealika waone hapa, tunaomba kura. Na mimi nikiwa kiongozi, kitu cha kwanza kufatana na wataalamu wangu, kukutana na makundi haya. Haya ni kwa mfano kuhakikisha kila mmoja tunamfikia. Mimi sipendi kuambiwa kwamba afadhali ya yule. Neno hilo mimi silitaki. Watu wajue kwamba miaka mitano mingi, ndugu zangu, lakini usije ukaingia madarakani alafu watu wakajuma kidole wasema afadhali ya yule. Mimi nasema kwa kitu, naomba Mwenyezi Mungu kisinitokee. Mimi nataka niwe mpaka kiyama, mpaka kiyama. Kubwa namwomba Mwenyezi Mungu uzima tu, uhai na mwachia moja, lakini nakuhakikishieni na kuahidini kwamba nitafanya kazi na wananchi. Siwezi kuwa mtumishi wa halmashauri, wananchi wangu huku wana kero mbalimbali. Baada ya kusema hayo, kwa makundi yote mliokuwepo hapa, naombeni tarehe 29 mwezi wa 10 mkanichague kwa kishindo. Mpo tayari? Mpo tayari kwa mbunge Kipanga? Mpo tayari kumjazia kura Mama Samia? Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye!